Tukishacheza unaweza kwenda na mimi home, na tukizika nimelewa walai. Anjo karibu kichelewa bye bye. Na yumba yumba nimelewa walai. Anjo karibu kichelewa bye bye. Yeah, I wanna dance with somebody. I wanna dance with somebody. Hey, hey, leo nataka cheza na fulani. Yo, jina langu naitwa Haitham. Ni msanii kutoka MJ Records. Unaangalia Global TV Online. Don't miss it. Charlie. Ni msanii kutoka MJ Records. Kama exclusive artist pale MJ Records. Charlie. Sanaa mimi nilianza tangu mdogo. Nilikuwa napenda sana sanaa, sio kuimba tu peke yake. Nilikuwa napenda kuigiza, nilikuwa napenda matangazo, pia kutangaza vipindi. Kwa nilikuwa napenda sanaa tangu mdogo. Kama miaka 4 iliyopita nikiwa pale MJ Records kama msanii ambaye nilikuwa nafanya matangazo na vitu vingine kabla sijakuwa signed kama exclusive artist. Kwa hiyo nilikutana na Daxo Charlie ambaye Daxo ndo alinifanya mimi nifike MJ Records kwa mara ya kwanza, na nilikutana naye kipindi ambacho yeye alikuwa anatafuta models wa kushuti video ya Dino. Kwa hiyo katika kutafuta models nini akakutana na rafiki yangu ambaye alitaka yeye rafiki yangu ndo awe kwenye video. Rafiki yangu akamwambia bwana mimi na emergency, kwa hiyo kuna rafiki yangu ambaye anaweza kufanya video, ngoja ni mcheck halafu utacommunicate naye na kila kitu kitakuwa sawa. Basi rafiki yangu akanipigia simu, akaniambia Haitham kuna video natakiwa uende ukafanye. Nikamwambia sawa, akanipa namba ya kuweza kuwasiliana na huyo mtu ambaye anataka mimi nikafanye video. Kwa hiyo alivyonipa namba ambaye alikuwa ni Daxo Charlie, nikawasiliana naye. Akaniambia basi kesho itabidi tukutane kwa ajili ya video. Kweli nikafika kesho yake, nikafika location kwa ajili ya kushuti video. Kwa hiyo tukiwa nipo location nikawa naimba tu kwamba naimba tu. Akaniambia dada, mbona una kipaji, unaweza kuimba? Mimi nikaa nachukulia like kawaida, ila yeye alikuwa anachukulia serious kwamba kweli ameamini na kipaji na ameona kwamba najua kuimba. Nikamwambia basi sawa, asante, nashukuru na nini. Akaniambia mimi nataka nikusaidie. Nikamwambia sawa. Baada ya kumaliza kushuti video akaniambia basi tabii tuongozane wote mpaka MJ Records nikakufanyia interviews ili niweze kukusaidia. Basi sawa, nikakubali ushauri wake, tukaenda mpaka MJ Records. Kufika pale nikakutana na Makochali. Kwa hiyo tukaingia studio, akaniambia okay, una kipaji cha nini na nini? Nikamwambia mimi naweza nikaigiza, naweza nikaimba, naweza nikafanya kipindi, pia nikatangaza. Akaniambia basi ingia booth, nenda kafanye, kaimbe nyimbo yote unajua unaweza kuimba, katangaze na nini, yani vyote nikafanya. Baada ya hapo akaniambia okay fine. Unajua akanishauri kwanza, akaniambia umeshawahi kusomea muziki? Nikamwambia hapana, sikuwahi kusomea. Akaniambia unajua wewe huwezi kufanya muziki umekurupuka tu kaingia kwenye media au studio karekodi nyimbo afu kaenda kaitoa. Lazima usomee muziki, ujue na ujue nini unatakiwa kufanya kwenye career yako. Akamwambia sawa. Kwa miaka 4 yote ambayo nilikuwa MJ Records sikuwepo kwamba nimekaa tu, lakini nilikuwa nasomea muziki, amenifundisha muziki, na pia nilikuwa nasomea vyombo mbalimbali vya muziki kama piano na vitu vingi sana. Kwa hiyo baada ya kuona nimeshasomea na nimefikia sehemu ambayo anahitaji kunitoa mimi kimuziki, ambayo ilikuwa ni mwaka jana mwezi wa 11 ambao ni mwezi ambao tulirekodi nyimbo ya fulani. Kwa hiyo akaniambia bwana Haitham, hapa kuna muziki mpya ambao ni Tropical House, ambao muziki mimi sasa hivi ambao ndo naufanya. Naambia muziki ni mpya na hapa Tanzania bado haujaingia. Kwa hiyo katika kuangalia mimi nikaona wewe muziki unaweza kuufanya. Kaambia sawa. Basi tukasikiliza pale beat mbalimbali za ule muziki na nini. Nikaipenda hii beat ya fulani. Ananiambia ndio hii umeipenda? Akamwambia Basi akaanza kutafuta melody. Daxo ndo aloandika hiyo nyimbo, melody na mashairi, kila kitu ndo ameandika hiyo nyimbo. Alivyoniandikia pale idea na nini, tukairekodi. Kwa hiyo hivyo ndio ilivyokuwa safari yangu kuanzia muziki mpaka kufikia hapo kurekodi nyimbo ya fulani. Charlie. Daxo Charlie. Location ya kwanza nimefanyia Bagamoyo ambao kuna mazingira ya swimming pool, na location ya pili nimefanyia Kigamboni na imedirectwa na Anskana.
nimefanya na Anscan. Na album 2 ambazo zimekamilika na niko on process kukamilisha album ya 3. Ya Chege, Iyolele, Ajerwa Rhymes, Bisho, Quick Raka na ND, Kazi na Dawa. Kwa ni video nyingine ambazo hazikutoka, lakini hizo ndo ambazo zinajulikana. Nyimbo ya Fundi ile ya Temba featuring Jokate ya Moto Band, na mimi pia kuna sauti yangu nimefanya hiyo collabo. Pia nyimbo ya Madi Miguru Pande, na nyimbo ya Sugu nimetokea kwenye video nikimrepresent Lizzy. Kwa hiyo nimeonekana kwenye video ya Sugu, Freedom, na nyingine collab nyingi ambazo zinaendelea bado ambazo zitatoka nimeshafanya. Kwa hiyo bado zipo jikoni zinatengenezwa ila soon zitatoka. Okay. Mi kwanza kabisa Mwana FA mimi sikuwahi kuonana naye kimazingira yoyote ile. Yaani sijawahi kukutana naye mpaka na rekodi nyimbo yangu, sikuwahi kuonana naye. Management yangu mimi baada ya wao kusuggest, mimi nilivyoingiza ile nyimbo, verse zangu na project yangu nilivyoikamisha, wakasema hii nyimbo kuna mtu akifit kwenye nyimbo itakuwa poa sana. Kwa hiyo mtu kama Daxo, Marco, Madi, wakina Regan walisuggest hapa kama tukimweka Mwana FA atafit sana kwenye hii nyimbo. Kwa hiyo management yangu mimi ndio ilimface Mwana FA. Walimfuata akamwambia kuna project ya msanii wetu, yeye akakubali, akaja akasikiliza project akaipenda, kwa hiyo akafanya verse. Na mpaka anafanya ile verse mimi sikuwahi kuonana naye wala studio session sikuwahi kuwa naye. Nimekuja kukutana na Mwana FA location wakati tunashoot video. Nimekuja kuonana naye Mwana FA. Kama modeling nilishiriki Umisi mwaka 2014 kama Miss Ubungo kitongoji. Kwa hiyo nishashiriki Umisi, pia nishakuwa video queen kama video vixen kwenye videos. Kuna baadhi ya video nishatokea kama video queen. Na movie pia nilifanya movie kama production yangu mwenyewe, lakini sikuipeleka kwenye market ya movie kwa sababu kila kitu ni mipango. Kwa hiyo nilishafikia hatua pia kushoot movie na nini. Kwa hivyo vyote pia nilishafanya. Lakini all in all nikaona kwamba muziki ndio kitu ambacho mimi napenda na nilikuwa nakipenda toka mdogo. Kwa hiyo nikaona bora niendelee na career ya muziki. Nyimbo ambayo nimeimba Kiingereza tupu, na yani si nikwambia kwamba kama ulivyoisikia fulani, huo ni muziki wa tropical house, sawa. Kwa hiyo ni muziki mpya ambao huo muziki unamfanya msikilizaji au anaosikiliza huo muziki unakufanya wewe yani umerelax. Sio muziki wa fujo wala sio muziki wa vurugu vurugu. Kwa hiyo ni muziki fulani ambao umetulia. Una mashairi ambao pia ametulia na uimbaji wake pia nao ni tofauti na muziki mingine. Kwa hiyo ukisikiza muziki wa tropical na muziki mwingine unaona tofauti.
Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.